ninakusalimu kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Kitabu cha Mathayo na ile sura ya 23 ile aya 13, neno la Bwana linasema, ole wenu waandishi na Mafarisayo wanafiki, kwa kuwa mnawafungia watu ufalme wa mbinguni, ninyi wenyewe hamuingii, wala wanaoingia hamuachi waingie. Ujumbe wangu mfupi wa siku ya leo ni kwa wale wa Kristo wenzangu ambao wamepewa neema ya kuwepo makanisani. Inawezekana ni viongozi wa kanisa, inawezekana ni wachungaji, wainjilisti, mashemasi, wazee wa kanisa, maaskofu. Wao wanamfahamu Mungu, lakini kwa kweli kwa sababu ya tabia zao wamewakwaza washiriki wengine wachanga, wamewaumiza waumini wengine wachanga. Wakati fulani unakuta makanisani washiriki wa muda mrefu au viongozi ni wambea sana. Wakati fulani unakuta ni wazinzi mno. Wakati fulani unakuta kuna baadhi ya vidhambi ambavyo hawajaviacha. Wakati fulani unakuta ushirikina umetawala kwa wale washiriki na viongozi wa muda mrefu. Ujumbe wa leo wa Yesu anawaambia wale waandishi na Mafarisayo ambao walikuwa wajuzi wa Torati, wenye elimu kubwa, wanaofahamu maandiko. Anasema kwamba wao wanazuia watu wasiingie katika ufalme wa Mungu, na wakati wao wenyewe hawaingii. Lakini kwamba kuna baadhi ya watu makanisani ambao kwa tabia zao hawapo katika wokovu, lakini cha kushangaza tena wanaendelea kuzuia wengine ambao wanakuja makanisani. Nimekutana na visa vingi sana ambavyo unakuta watu wanakuambia, mimi niliacha kwenda kanisani kwa sababu tu ya kusengenywa, kwa sababu ya kuchukuliwa mke wangu na mshiriki fulani wa kanisa. Kwa kweli inaumiza sana. Bwana atusaidie aweze kutuimarisha katika maisha yetu ya Ukristo. Bwana atubariki kupitia Roho Mtakatifu, atatuimarisha kwa jina la Yesu. Amina.